Yes. Mungu ni mwaminifu. Jina langu linaitwa Charles Festo. Napenda kumshukuru Mungu sana kwa nafasi ambayo alionipatia huko mbele. Pia namshukuru pia mchungaji mahali hapo kwa nafasi hii ya kusimama mbele. Pia ninawashukuru kanisa kwa ujumla kwa nafasi hii na viongozi wote. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami chapa mwenyeji kidogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo pia Mungu ametupa neema ya kuwepo katika ibada nzuri kabisa. Na leo tunakwenda kujifunza pamoja tena jioni ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Tumekuwa kwenye semina toka siku ya Alhamisi mahali hapa. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake na nguvu zake, namna ambavyo ameendelea kutuhudumia sote. Sifa na heshima tunamrudishia yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe leo ukiwa na kiu, ukiwa na shauku ndani ya moyo wako, Roho Mtakatifu pia ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu hana mipaka. Tumeona kwa mzee wa kanisa hapo, amejazwa Roho Mtakatifu akiwa kwenye pikipiki. Anaendesha pikipiki akajazwa Roho Mtakatifu. Niliona ile kiu ndani yake, alikuwa na shauku sana. Shauku sana. Watu wakitamani, wale wanaotamani kupokea watoke mbele, alikuwa anatoka wa kwanza kabisa. Alikuwa na kiu. Nilipenda hiyo kiu na nikaona lazima hiyo kiu Mungu hatamwacha. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ndani yako ukiwa na kiu, Mungu hataiacha hiyo kiu yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema heri wenye kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Somo la mchana wa leo, kwa wale ambao wanapenda kuandika vichwa vya ujumbe, somo letu linasema jinsi ya kupigana vita vya kiroho. Jinsi ya kupigana vita vya kiroho katika Kristo. Jinsi ya kupigana vita vya kiroho katika Kristo. Hili ni somo muhimu sana. Watu wengi tumemwamini Kristo, lakini bado hatujajua jinsi ya kupigana vita vya kiroho. Na wakati mwingine tunapigana vita vya kiroho kimwili na tunakosa matokeo ya ushindi, kwa sababu vita vya kiroho vinapigana kiroho. Hebu mwambie jirani yako, vita vya kiroho vinapigana kiroho. Mwambie tena, vita vya kiroho vinapigana kiroho. Tunasoma andiko la kwanza katika kitabu cha Waefeso sura ile ya 6. Waefeso 6 mstari wa 11 hadi 12. Vita vya kiroho vinapiganwa kiroho. Efeso 6:11 hadi mstari wa 12. Biblia inasema hivi: vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Vita yetu sisi ni ya kiroho. Katika Agano la Kale ilikuwa ni vita ya kimwili. Kisikia Daudi ameua 10,000, alikuwa anaua kimwili, upanga kwa upanga. Hii katika Agano Jipya vita yetu sasa sio ya kimwili tena, bali ni vita ya kiroho.
Ndio maana ukipigana vita ya kiroho kimwili, huwezi kushinda hiyo vita. Vita ya kiroho inapigana kiroho. Kupigana vita ya kiroho kimwili ni kushindwa vita. Kupigana vita ya kiroho kimwili ni kushindwa vita. Kupigana vita ya kiroho kimwili ni kushindwa vita. Ili tuweze kupigana vita ya kiroho tunahitaji nini? Ili tuweze kupigana vita ya kiroho tunahitaji jambo gani? Jambo la kwanza, tunahitaji kuifahamu kweli. Tunahitaji kuifahamu kweli. Hata ukiwa na silaha, kama hujui kuitumia hiyo silaha haiwezi kufanya kazi iliyokusudiwa. Au unaweza ukawa na silaha alafu ukajilipua mwenyewe kwa sababu hujui matumizi ya nini? Ya silaha. Tunahitaji kuifahamu kweli. Kitabu cha Yohana sura ya 8 na mstari ule wa 31. Biblia inasema hivyo: basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, hawa ni wale ambao wameokoka, ni kama wewe leo. Anazungumza na watu ambao wameokoka, wameshaamini tayari. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru kweli kweli. Ili mtu wa Mungu uwe huru kweli kweli, unahitaji kuifahamu kweli. Anasema mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kweli ile inaweka huru. Mara nyingi tumekutana na watu kwenye maombi, tumekutana na watu tunawaombea na Mungu amewafungua kwenye vifungo mbalimbali, lakini baada ya muda watu wamerudi, changamoto za kwanza zimerudi tena. Wanaambia mtumishi, kweli nilifunguliwa, nilikuwa huru, lakini sasa hivi changamoto imerudi tena, ile tatizo limerudi tena. Naanza tena kwanza kushauri. Kwa hiyo jambo ni kuifahamu kweli. Usipoifahamu kweli, utakuwa hujajua namna ya kutembea katika ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Muujiza unatunzwa na maisha matakatifu. Muujiza unatunzwa na maisha matakatifu. Jana nilisema hata Yesu alipokuwa akiwaponya watu, alikuwa anawaambia, angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena. Angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena. Tena nasema lisije likakupata lililo baya zaidi. Kwa nini? Dhambi inampa nafasi ya adui ya kumshambulia mtu. Ndio maana Mungu anapokufungua kwenye eneo fulani la kifungo, anakuhitaji uendelee, urudi, uijue kweli, ujue namna ya kujisimamia kwenye kweli mpya ya Kristo. Na maamuzi mojawapo ni kuto kurudi tena kwenye mambo ya kale. Mfano mrahisi. Nguvu za giza zilizopata nafasi ndani yako, zilipata nafasi pengine ni kwa sababu ulienda kwa mganga ya kienyeji ukafanya ramli na vitu kadhaa, mapepo yakapata nafasi yakaingia ndani yako. Ukuja kanisani, mchungaji alikuombea, umekuwa huru, lakini bado karudi tena kwenye kwenda kwa waganga. Tayari mapepo yatarudi kwa sababu mlango bado uko wazi, hujafunga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Njia moja hapo ni kuifahamu kweli. Yesu akasema mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka huru. Shetani ni kiumbe ambaye ni dhaifu sana, lakini ni kiumbe ambaye mwenye nguvu. Ni dhaifu sana kwa wewe uliyemwamini Kristo, lakini ana nguvu sana kwa wewe ambaye hujamwamini Kristo,
au hujakusudia kuishi maisha yenye kumpendeza Mungu. Ana nguvu. Ni dhaifu sana kwa wale ambao ulimaanisha kwenda mbinguni, umemaanisha kumfuata Yesu. Ni dhaifu. Lakini ana nguvu sana kwa wale ambaye bado hujakusudia kwenda mbinguni. Ana nguvu. Shetani ni adui ambaye ili apate nafasi ndani yako uliyomwamini Kristo, wewe ndio unayempa nafasi. Biblia inasema wala usimpe ibilisi nafasi. Nafasi ya shetani, yaani shetani ni adui ambaye mimi ndo namaamulia nitese au sinitese. Yaani wewe una uwezo wa kuamua katika maisha yangu, shetani hata gusa maisha yangu mpaka naondoka kaburini, hata nigusa na asikuguse. Una wewe uamuzi ukamwekea kwamba kuanzia leo hautanigusa maisha yangu, na hawezi kugusa. Na mtu bado hajanielewa. Sitaenda kuelewana tu. Soma kwenye kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana 15. Kitabu cha Yohana 15 na mstari ule wa 4. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Anasema hivi: kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Haya ni maneno ya Yesu. Anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Ulipofanya uamuzi wa kumpa Bwana Yesu maisha yako, Yesu Kristo aliingia ndani yako, na wewe ukaingia ndani ya Yesu. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Wewe uko ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani yako. Tuko pamoja? Shetani akitaka kupambana na wewe, lazima kwanza apambane na Yesu, kwa sababu uko ndani ya Yesu. Yesu yuko ndani yako na uko ndani yake. Kapataje nafasi ya kuja kupambana na Yesu na akakushinda? Wewe uko ndani yake. Shetani kamshinda Yesu. Kitu gani kimempa walali mpaka akanipiga akanionea wakati mimi niko ndani ya Yesu? Biblia anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Ulipofanya tu uamuzi wa kumwamini Yesu Kristo, Yesu aliingia ndani yako na ukaingia ndani yake. Shetani hawezi kupata nafasi ndani yako kwa mtu aliyemwamini Yesu Kristo, ila wewe ndio unaweza kumpa nafasi. Biblia inasema wala tusimpe nafasi. Ngoja nitolee mfano. Na mtu nitoa mfano anaweza kauelewa sana. Wangapi mnaiona hii chupa ya maji hapa? Nione mkono wako juu. Ulipofanya uamuzi wa kumwamini Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uliingia ndani ya Kristo, na Kristo akaingia ndani yako. Ulinzi wa Mungu ulioko ndani yako ambao unamwamini Kristo, una ulinzi mkubwa sana. Una ulinzi mkubwa sana kupita kawaida. Yaani hata aje Lucifer na malaika zake aje atake kukutoa ndani ya Yesu, hawezi kukutoa kwa sababu uko ndani ya ulinzi wa Mungu. Umeona hii chupa? Panzi akaingia ndani ya hii chupa ya maji, lakini hii chupa iko wazi. Kuku akija anataka kumdonyoa panzi ambayo iko ndani ya chupa, akagonga kwa nje huko, anaweza kamla panzi ndani ya chupa, lakini chupa iko wazi. Vipi yule panzi akaamua kutoka ndani ya chupa? Inakuwa ndio mwisho wa maisha yake, si ndio? Ulinzi ambao ulionao ni mkubwa sana, kiasi kwamba shetani hataji na nguvu zake hawezi kuja kukutoa kwenye ulinzi wa Mungu. Hawezi. Ile atakachofanya, atakushawishi kwa kupitia hila zake uweze kutoka kwenye ulinzi.
atakushawishi utoke. Panzi akitoka kwenye chupa huko anamla. Ulinzi wa Mungu ni mkubwa sana. Shetani hawezi kukutoa. Atakachofanya atakushawishi utoke kwenye ulinzi wa Mungu. Ukishatoka kwenye ulinzi wa Mungu, ndipo anapata nafasi ya kukushambulia. Wangapi wameelewa mfano? Ulinzi ulionao ni mkubwa sana. Hawezi pia kukutoa kama anavyotaka. Yaani shetani hawezi kunitoa kwenye ulinzi wa Mungu. Yaani ingekuwa shetani na mamlaka ya kutupiga kama anavyotaka, yaani angekuwa anatuonea sana. Kwa hiyo tunakemea mapepo yanasema mimi naondoka lakini lazima nikuue. Yaani zinaondoka lakini yaani na wewe hautaishi, lazima nikuue. Lakini hatufi mpaka leo tupo. Kwa sababu shetani hawezi kupata nafasi ndani yako kama wewe haupi nafasi. Ukitaka adui asipate nafasi kwenye maisha yako, kaa kwenye ulinzi wa Mungu. Kuna mtu bado anatafakari, bado hajaelewa. Nimetolea mfano hii chupa. Ulinzi wa Mungu ulionao ni mkubwa. Haliwezi kukutoa. Akitaka kukutoa, atakushawishi. Na anakushawishi uweze kutenda dhambi. Dhambi ndio inayotutoa kwenye ulinzi wa Mungu. Kwa maana Biblia inasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za shetani. Tumesoma mwanzo kabisa. Maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Anapozungumzia falme na mamlaka, ni aina za utendaji katika ulimwengu wa giza, aina za mapepo katika ulimwengu wa giza. Kwa maana anasema kwa baya kushindana dhidi ya falme. Anasema kuna mamlaka, anasema kuna majeshi. Silaha za kiroho zinatupa nguvu ya kushindana na hizo falme na mamlaka na wakuu wa giza. Dhambi ndio inayotutoa kwenye uwepo wa Mungu, kwenye ulinzi wa Mungu. Ndio maana adui akitaka kukushambulia, atakushawishi kwanza. Atatuma hila zake ili utoke mwenyewe kwenye ulinzi wa Mungu. Shawishi kwanza, nenda kaibe, fanya hivi. Ukishatenda dhambi inakutoa kwenye ulinzi wa Mungu. Ndipo adui anakupiga. Adui ananipiga hapa. Umetoka mwenyewe kwenye ulinzi wa Mungu. Kama kwanza unatoka kwenye nini? Kwenye ulinzi wa Mungu. Usalama wangu na wako, ili adui asipate nafasi kwenye maisha yetu, ni sisi kukaa kwenye ulinzi wa Mungu. Tunakaaje kwenye ulinzi wa Mungu? Kuishi maisha matakatifu. Nimesema pale mwanzo, muujiza unalindwa na maisha matakatifu. Mungu anaweza akakuponya ukawa mzima, lakini usipotunza utakatifu, ukarudi kwenye maisha ya kale. Yale maisha ya kale yataruhusu uharibifu wa adui kwenye maisha yako. Shangae mambo alikuwa ulioyashinda, yale mambo shangae yamerudi tena. Tumishi amerudi tena, nakuombea. Amerudi tena, kuombea. Amerudi tena. Yaani utakuwa ni mtu kila siku unaombea, baadaye ufike mahali uombee na wengine. Sababu lengo la Kristo anatufanya kuwa wanafunzi. Mungu anatamani leo hiyo unanisikiliza hapa. Sio kama utasikiliza siku nyingine. Kuna siku na wewe utakuja kuwaombea wengine. Kuna siku na wengine Mungu anatamani uwafanye pia wengine wawe wanafunzi. Alisema mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kupigana vita vya kiroho ni kuifahamu kweli. Pasipo kuifahamu kweli, hatuwezi kupigana vita vya kiroho. Lakini nilisema pia tunahitaji kuishi maisha matakatifu. Waebrania sura ya 12 na mstari wa 14. Waebrania 12 mstari ule wa 14. Maisha matakatifu. Biblia inasema hivi: tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao
hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Maisha matakatifu ni ulinzi. Huwezi kupigana vita vya kiroho ingali bado unaishi maisha ya dhambi. Utapigwa. Kwa nini? Kuna milango inayomruhusu adui ashambulie. Utakatifu ndio utakao kufanya uweze kupigana vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la 4, nimesema kwanza tunahitaji kufahamu kweli, tunahitaji kuishi maisha matakatifu, lakini pia tunahitaji kupokea Roho Mtakatifu. Tunahitaji kupokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuja kutupa nguvu ya kuweza kupigana katika vita vya kiroho. Roho Mtakatifu anatupa nguvu. Matendo 1 mstari ule wa 8. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari ule wa 8. Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuja ndani ya mtu, anakuja na nguvu. Mambo ya kiroho ili uweze kuyafanya kwa ubora yanamhitaji Roho Mtakatifu. Ili uweze kumwimbia Mungu katika roho na kweli kwa ubora wa kimungu, unahitaji Roho Mtakatifu. Ili uweze kufundisha neno la Mungu, unahitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tunamhitaji katika kila eneo la maisha yetu. Kila eneo. Bwana Yesu asifiwe. Anakupa nguvu ili uweze kuwahudumia wengine, kuwaombea wengine. Unahitaji nguvu kwa sababu waombei watu kama unavyotaka. Si kwa sababu jina la Yesu alifanya, kwa sababu umelitaja jina la Yesu. Yesu afanye kwa sababu jina lake limetajwa. Anafanya kwa kadri ya nguvu itendao kazi ndani yako. Kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 20. Waefeso 2:20. Anasema hivi, 3:20. Waefeso 3:20. Mungu afanye kwa sababu umetaja jina la Yesu. Anafanya kwa sababu nguvu zake zipo ndani yako. Waefeso 3:20 anasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendao kazi ndani yetu. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tuombayo au tuwazayo, kwa kadiri ya nguvu itendao kazi ndani yetu. Ili tuweze kuishi maisha ya ushindi, tuweze kupigana vita ya kiroho, tunahitaji nguvu. Kwa sababu ile nguvu inapojaa ndani yako, Mungu atafanya kwa kadri ya nguvu itendao kazi ndani yako. Ni namna gani umeiruhusu hiyo nguvu itende kazi ndani yako? Inategemea na gharama ambazo umezilipa wewe mwenyewe za kutafuta Mungu, za kumwomba Mungu, za kusoma neno lake.
Tumisha ametangaza hapa kwa habari ya maombi. Kwa habari ya maombi. Gharama unazozilipa kwa ajili ya kumtafuta Mungu na kuwekeza nguvu zake ndani yako ndio zitakufanya kutenda mambo makubwa kwa kadri uyaombayo au uyawazayo. Yaani nguvu ya kufanya mambo makubwa kuliko tunayoomba haitoki mbinguni, inatoka ndani yako. Sababu anasema kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi wapi? Sio mbinguni, ndani yetu. Maana una kibarua cha kuhakikisha kwamba ninamuomba Mungu ili nguvu zake zijae ndani yangu, ili niweze kufanya mambo makubwa kuliko ninayoomba kuyawaza. Nahitaji kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anatupa nguvu ya kuweza kupigana vita vya kiroho. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Na tumeona toka siku ya Alhamisi watu wamepokea Roho Mtakatifu. Watu wamepokea Roho Mtakatifu. Na leo hii ni siku yako ya kupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea kuwa na hiyo kiu ili uweze kupokea mambo ya kimungu. Yanahitaji kuwa na kiu. Jana tulisoma ndio anasema heri wenye kiu ya haki. Ukiwa na kiu unapokea mambo ya kimungu. Yanahitaji shauku, lakini yanahitaji kuwa na kiu. Tunahitaji kupokea nguvu. Lakini jambo jingine, ili tuweze kupigana vita ya kiroho, tunahitaji kuwa wanyenyekevu. Jana pia nilizungumzia kwa habari ya unyenyekevu. Kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 28. Mathayo 11 mstari wa 28. Mathayo 11 mstari wa 28 nasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Ili uweze kupigana vita ya kiroho, tunahitaji kuwa wanyenyekevu. Yesu anasema ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kinyume cha unyenyekevu, nilisema jana, ni kiburi. Badala ya unyenyekevu ni kiburi. Na nilizungumza nikasema kiburi, kwa wale waliokuwa jana, nilisema kiburi ni ile hali ya kujiinua. Kiburi kinampa mtu kujiinua, kujiona bora kuliko wengine. Uwezo ukajiona bora kuliko wengine. Ukijiona tu bora kuliko wengine, tayari umeshapigwa. Biblia inasema kwenye Wafilipi, inasema kila mtu na mhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Maana ukijiona bora kuliko mwingine, tayari umeshashindwa vita. Wewe sio bora kuliko mwingine. Mimi sio bora kuliko wewe. Kila mtu kwa Kristo ana kitu cha thamani. Wewe ni kiungo ndani ya Kristo. Nilisema kwamba Biblia inasema sisi tu viungo katika mwili wa Kristo. Kuna mwingine katika mwili wa Kristo anaweza akawa ni macho. Katika mwili wa Kristo mwingine ni mguu. Wewe ukiwa mwili wa Kristo ni mguu, ukasema ukakataa macho, utakuwa uone. Una miguu lakini uone, utakuwa unajigonga. Ukiambia twende nje, wenzako wanapita kwenye mlango, unajigonga kwenye hiyo mbao hapo. Kwa sababu huna macho. Pengine wewe mwili wa Kristo, wewe ni sikio. Una miguu lakini huna masikio, usikii. Huwezi kusikia.
Nikasema jana kama boma lalipuka huko na ambayo yanatokea huko, tukimbilie huko. Yaani wote watayafuata huko. Sababu umekataa sikio. Wewe ni sikio, umekataa nini? Umekataa macho. Kwa hiyo katika mwili wa Kristo tunahitajiana. Mwambie jirani yako, wewe ni bora kuliko mimi. Wewe ni bora kuliko nafsi yangu. Sana hiyo. Sio bora mimi, ndio kiburi kinafanya mtu akione yeye ndio bora. Mimi ni bora, mimi ni muhimu. Kiona aliyo ndani ya moyo wako ikatae, hiyo inapinga safari yako ya kwenda mbele. Huwezi kwenda mbele na huwezi kutembea kwenye ushindi wa Kristo kama ndani ya moyo wako una hiyo hali ya kiburi. Hali ya kiburi ya kujiona bora kuliko wengine. Na nilisema kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Yakobo 4 mstari wa 6. Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa wanyenyekevu neema. Yaani kiburi ukiwa na kiburi maana yake unashindana na Mungu. Na hakuna vita ambao utashindana na Mungu kashinda. Yaani ukishindana na Mungu lazima utashindwa. Ukishindana na Mungu huwezi kushinda. Yesu anasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Yesu Kristo. Anasema tujitie nira yake, tujifunze kwake, kwa kuwa ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Yesu Kristo, Biblia inasema alikuwa yu namna ya Mungu, lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Akaamua kuacha enzi na utukufu mbinguni, akanyenyekeza. Tusome kitabu cha Filipi 2 mstari wa 6. Filipi 2 tunaanzia mstari wa 6. Biblia inasema hivi, ambaye tuanze 5 ili tupate maana kamili. Filipi 2 mstari wa 5 anasema hivi, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo. Anasema tuwe na nia hiyo ambayo ilikuwa ndani ya Kristo. Tuwe na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo. Nia iliyo ndani ya Kristo ni ipi? Ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti ya msalaba. Mstari wa 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo majina, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Unaona, Yesu alikuwa yu namna ya Mungu, lakini akaamua kunyenyekesha na mauti ya msalaba. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii, akashuka, akanyenyekeza akawa mtii na mauti ya msalaba. Kwa sababu alinyenyekeza, Biblia inasema Mungu akamuinua, akamkirimia jina lipitalo majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu vya duniani
na kila ulimi na vyote na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ni Bwana kwa utukufu wa Mungu. Lakini cha kwanza kabisa alinyenyekea kwanza. Huyo ni Kristo. Mimi na wewe tusiponyenyekeza, Mungu hawezi kukuinua. Jana nilisema kwamba siri ya kuinuliwa na Mungu ni kunyenyekeza. Kulala chini, aliyelala huwa anguki. Hebu mwambie jirani yako, aliyelala huwa anguki. Lakini ukijiinua, Mungu anashusha. Ukijishusha, Mungu anakuinua. Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Kanuni ya Mungu, ukitaka kuwa mkubwa, unataka uwe mdogo. Yaani kanuni ya binadamu inaanzia juu, ya Mungu yeye inaanzia chini kwanza. Kanuni ya binadamu, mimi ndio bora zaidi, lakini Mungu yeye anaanzia chini. Petro, unataka kuwa uwe mdogo. Unataka kuwa kiongozi na uwe mdogo kwanza. Yesu kuonyesha unyenyekevu, aliwanawisha wanafunzi wake miguu. Aliwanawisha wanafunzi wake miguu. Kwa nini Yesu ni Mungu asingesema nyie akina Petro, John hapa mwone kwamba mimi ni Mungu, John nawisheni miguu yangu. Yeye ni Mungu, lakini anaenda kuwanawisha miguu wanafunzi. Mbona jinsi unyenyekevu. Alikuwa anawafundisha unyenyekevu. Petro akasema hapana, mimi sitaki uninawishe miguu. Mimi ndio nikunawisha wewe. Yesu akamwambia Petro, kama hutaki nisikunawishe miguu, huna ushirika nami. Petro akashtuka kidogo. Kumbe tunafundishwa namna ya ushirika. Basi kama ni ushirika Bwana, niko tayari hata na kuniogesha mwili mzima. Kesho. Kumbe ni swala la ushirika. Basi niko tayari hata uniogeshe kabisa. Kwa sababu alikuwa anafundisha nini? Unyenyekevu. Kwamba yeye aliye mkuu lakini anawanawisha miguu. Alikuwa anafundisha nini? Unyenyekevu. Huwezi kupigana vita ya kiroho huku unajihesabia haki. Unajihesabia haki. Si kwa nini ujumbe nimekurudia leo? Inawezekana kuna mtu ambaye Mungu anazungumza naye mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Pia tulizungumza. Si kwa nini tunauzungumza? Hebu tuende kwenye kitabu cha Isaya 14 na mstari wa 13. Kitabu cha Isaya 14 na mstari ule wa 13. Isaya 14 13 anasema hivi: nawe ulisema moyoni mwako, ni shetani. Nataka tuone kiburi cha shetani kilivyo. Anasema nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka juu mbinguni, nitakiinua kiti changu juu sana. Nitakiinua kiti changu juu sana kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa makutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Yule shetani, nitafanana na yeye aliye juu. Lakini ulishushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Kiburi kilianzia moyoni mwa shetani. Ndio maana muasisi wa kiburi ni shetani. Muasisi wa kiburi ni shetani, lakini muasisi wa unyenyekevu Yesu Kristo. Alinyenyekea. Ukiona ndani yako kuna kiburi, mwambie Mungu nifinyange. Mwambie Mungu nisaidie. Usitaki kuwa na hicho kiburi. Mwenye kiburi siku zote